Ukraine bado inaweza kuwa mwanachama wa NATO licha ya upinzani dhidi ya wazo hilo kutoka kwa utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema hivyo. Trump, inakumbukwa, aliweza kumsuta kiongozi huyo wa Ukraine mapema kabisa katika wiki hii, ambako Trump alisema ya kuwa anataka kuwa mwanachama wa NATO. Naam, hata kuwa mwanachama wa NATO. Anaelewa hilo. Trump pia ndivyo namna ambavyo aliweza kuzungumza kuhusu Ukraine kujiunga na NATO, ambako rais wa nchi hiyo Bwana Volodymyr Zelensky amekuwa akitilia mkazo zaidi kupewa wanachama katika shirika hilo. Hata hivyo, wakati wa mkutano na wakuu wa jumuiya za eneo la mkoa wa Chernihiv, Volodymyr Zelensky aliweka wazi ya kwamba bado hajakata tamaa juu ya matarajio yake ya muda mrefu ya kujiunga na kambi hiyo ya NATO inayoongozwa na Washington. Unajua ni nani atuungi mkono wanachama wa Ukraine katika NATO hadi sasa, lakini kwa vyovyote vile hakuna anayeondoa swala hili kwenye jedwali kwa siku zijazo. Zelensky pia alisema hivyo, na aliongeza kuwa angalau wanazungumza kuhusu kweli ya kwamba hata kama sasa mtu atake kuunga mkono Kiev kujiunga na kambi hiyo, wataona kitakachotokea siku zijazo. Pia ndivyo ambavyo Zelensky ameweza kujibu hivyo kauli ya Trump kuhusu ya kwamba Ukraine kamwe haiwezi kujiunga na NATO. Kulingana na kiongozi huyo wa Ukraine, alisema hadi Kiev iwe mwanachama wa umoja huo inapaswa kupewa dhamana ya usalama kama ya NATO na ufadhili wake wa Magharibi. Ukraine itaweza kufikia amani ya haki na Urusi, lakini ili kufanya hivyo lazima iwe imara inapofika kwenye meza ya mazungumzo. Urusi ilitaja matamanio ya Kiev ya kujiunga na NATO, ambayo Moscow inaiona kama kambi ya chuki, kuwa miongoni mwa sababu kuu za kuanzisha operesheni zake za kijeshi mnamo Februari ya mwaka 2022. Kutoegemea upande wowote kwa Ukraine kunasalia kuwa moja ya matakwa muhimu ya Moscow kwa ajili ya kufikia suluhu la kidiplomasia la mzozo huo, pamoja na kuondolewa kijeshi na kufutwa kwa nchi hiyo na kutambuliwa kwa Jamhuri ya Watu wa Donetsk na Lugansk pamoja na mikoa ya Kherson na Zaporizhia kama eneo huru la Urusi. Inakumbukwa mwezi uliopita katibu mkuu wa NATO anayefahamika kama Mark Rutte alisema ndiyo alipoulizwa na shirika la habari la Bloomberg kama Trump alikuwa tayari ameliondoa swali la Kiev la kujiunga na NATO katika juhudi zilizofanywa na Marekani na Urusi kufanikisha amani katika mzozo wa Ukraine. Mark Rutte alipendekeza kwamba mara mapigano yatakapokoma katika nchi hizo, pia nchi za Magharibi zinaweza hatua kwa hatua kurejesha sasa uhusiano wa kawaida na Urusi. Hata hivyo, aliongeza kuwa hawajafika kabisa na wanapaswa kudumisha shinikizo huko Moscow.